wa uongozi umeibuka katika chama cha wafanyikazi wa bandari baada ya maamuzi ya mahakama ya uajiri kumrudisha madarakani aliyekuwa naibu katibu mkuu wa chama cha wafanyikazi wa bandari Suleiman Owuor pamoja na maafisa wanne huko Mombasa. Wanachama hao wamekataa vikali mabadiliko hayo, wakitaja kuwa ni haramu na kinyume cha sheria. Mzozo wa uongozi unazidi kutokota ndani ya chama cha wafanyikazi wa bandari ya Mombasa. Solidarity forever for the union baada ya mahakama ya uajiri kuwarejesha madarakani aliyekuwa naibu katibu mkuu Suleiman Owuor pamoja na maafisa wengine wanne kinyume cha katiba ya chama. Kama Dock Workers Union tuna sheria zetu, tuna katiba yetu. Kwa hivyo yeyote anayesema ya kwamba amechaguliwa, hatuambie amechaguliwa katika uchaguzi upi, kwa sababu tunajua iliyokuwako juzi ilikuwa ni kangaroo meeting ambayo haiko katika katiba yetu. Kwa hivyo mkutano ulioitishwa juzi ni yule anayejiita acting GS. Ujue ya kwamba ni mkutano ambao sisi kama board hatuutambui. Chama hicho kilibaini kuwa uchaguzi wa chama uliandaliwa tarehe 25 mwezi wa 6, huku wakitaka msajili wa vyama pamoja na vyama vya wafanyikazi kutotambua uongozi uliopo. Endapo hatutasimama wima, hatutasimama kidete, pale bandarini kutakuwa ni mahali pa vurumai, na vurumai ile ikiendelea haitakuwa nzuri, kwa sababu inaweza leta pia economic sabotage. Kuwa na special conference, it was just a kangaroo meeting yenye walipanga wao wenyewe. Kikao cha board kilipitisha kwamba kura zitakuwa tarehe 25 mwezi wa 6 2026. Ilipitishwa hapa. Aidha, walishtumu timu ya Owuor kwa kudhoofisha misingi ya kidemokrasia ndani ya chama pamoja na ubadhirifu wa fedha. Ni kwamba maamuzi ya koti yalitoka na tayari kufikia tarehe 27 tukaona mabadiliko ya mageuzi ya extract, ambapo mageuzi hayo yalitoa baadhi ya viongozi, washabadilishwa mpaka watu washaenda kutoa pesa, ambapo huu ni ufujaji. Kulingana na katiba yetu ambayo imetuweka hapa, tulichaguliwa kwa mujibu wa katiba, ilikuwa yataikaniwa kama kuna mabadiliko yeyote katika wale wenye kutia sahihi katika akaunti zetu za Dock Workers Union, ilikuwa kwanza ipate ungwaji mkono na NEC ya Dock Workers Union. Lakini jambo hili halikutendeka, ambapo ni jambo la kusikitisha, limefanya ya kwamba sasa chama hakienendi sawa na vile inavyotakaniwa. Sebastian Maria, Undugu TV.